Zetu aliuliza akasema, je, waamuzi walikuwa watu wa namna gani na kazi zao zilikuwa ni zipi? Naitwa Mwalimu Justin Mseti wa Butiama. Naomba kurudia. Sawa. Alisema akauliza, je, waamuzi walikuwa watu wa namna gani na kazi zao zilikuwa ni zipi? Anaitwa Mwalimu Justin Mseti wa Butiama. Karibu mwalimu. Asante sana. Kwanza, ili kuweza kujua waamuzi walikuwa ni watu wa namna gani na kazi zao zilikuwa ni za namna gani, Ndio. inabidi kwanza tuangalie kidogo historia ya kitabu cha Waamuzi. Na nimeuliza ni kutokana na kitabu ambacho tunacho, ambacho ni kitabu kama cha sita. Chenyewe ni cha 7 kutoka kwenye Biblia, kwa sababu kuna kitabu cha Mwanzo, Kutoka, unakuja Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, kitabu cha Joshua, ndipo unapokuja Waamuzi. Ndio. Yes, kwa chenyewe ni kitabu cha 7 cha 7 kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo kwenye kitabu cha Agano la Kale. Kwa kitabu cha Waamuzi sasa hiki ni miongoni mwa orodha ya vitabu vya Tanaki au tunaita Biblia ya Kiebrania, na kwenye Biblia ya Kikristo basi inaitwa ni Agano la Kale. Watu waweze kujua hilo, kwa sababu ujue kuna dini hizi ambazo kuna dini ya Ukristo, kuna dini ya Uislamu na kuna dini ya Kiyahudi. Sasa dini ya Ukristo na dini ya Kiyahudi tunaamini pamoja kwenye Agano la Kale, lakini unapokuja Agano Jipya kidogo hapo wao ndipo tunapogawanyika. Sasa kitabu cha Waamuzi kwanza hakimtaji waziwazi mwandishi wa hiki kitabu chake, lakini kwa asili ni kwamba inaonekana ni Nabii Samuel ndo alikuwa mwandishi wa hiki kitabu cha Waamuzi. Ushahidi ule wa ndani kabisa unaonyesha kwamba kwa sababu huyu mwandishi alikuja kuishi baadaye, kwa muda mrefu sana baada ya kuandika hiki kitabu. Kwa sifa hizi ni sifa zinazomfaa na kumfanania Nabii Samuel ambaye alikuwa ni nabii mkuu. Lakini kusudi la kuandika kitabu hiki cha Waamuzi, sababu kitabu cha Waamuzi kimegawanyika katika sehemu kuu mbili. Anza sura ya 1 mpaka ya 16 ambayo ina rekodi ya vita vya ukombozi kuanzia wana wa Israeli kushinda Wakanaani na kumalizia na kushinda Wafilisti na kifo cha Samson, yani kuanzia sura ya 1 mpaka sura ya 16. Lakini sura ya 17 mpaka sura ya 21 ambayo inajulikana kwetu kama kiambatanisho na haina uhusiano wa moja kwa moja na zile sura zingine ambazo sura zile zimepita. Lakini sura hizi zinanakiliwa kama wakati au muda, tuseme, kwa maana kwamba hapakuwa na mfalme katika taifa hili ambalo ni taifa la Israeli. Na awali kitabu cha Ruthi kilikuwa kimeunganishwa na kitabu cha Waamuzi, lakini baadaye wakaamua kukitoa na kukifanya kuwa ni kitabu chake chenyewe tu miaka ya 450 baada ya Kristo. Kwa kiliondolewa kikawa ni kitabu kivyake. Na kama unavyojua Biblia ina historia ambayo baadaye watu walikuja kwanza kugawa sura na mistari, lakini mwanzo ilikuwaga tu ni moja tu. Kwa Biblia inaposema alipoingia kwenye gombo la Nabii Isaya, akatafuta kwenye chuo cha Nabii Isaya, akatafuta mahali palipoandikwa, maana yake ilikuwa ni gombo tu, halina mistari wala halina sura. Kwa hiyo walikuja kwanza kuigawa huku baadaye. Kwa hiyo sasa hii sasa kama nilivyosema, kuanzia sura ya 17 mpaka ya 21 ya kitabu cha Waamuzi ni kiambatanisho na kina uhusiano wa moja kwa moja na zile sura zilizopita. Kwa hiyo hizi na zenyewe sura zikajikuta zimeingizwa hapo kwenye kitabu cha Waamuzi, manake na hizo sura kuanzia 17 mpaka 21 zingeweza kuwa na chenyewe ni kitabu kikapewa jina lingine. Kwa hiyo ndio mara, lakini sasa zile sura zilizopita kama nilivyosema, zile zinatuonyesha wakati ambapo hapakuwa na mfalme katika taifa la Israeli. Ukumbuke kitabu cha Waamuzi kinakuja baada ya Yoshua kuondoka.
Ndio hivyo bana. Ukianza kwenye vile vitabu, kitabu cha Mwanzo kinaelezea uumbaji, kile kitabu cha Kutoka kinaelezea namna wana wa Israeli walivyotoka Misri, kile kitabu cha Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Mambo ya Walawi, hivyo ni vitabu vinavyoelezea sasa yale ambayo yalifanyika pale jangwani. Alafu kitabu cha Joshua kinakuja kuelezea vile alivyopokea na mambo yaliyoendelea pale huko Kanaani. Alafu baada ya hapo ndio kinakuja sasa kitabu cha Waamuzi ambacho ni cha 7, ambacho chenyewe hiki kinaanza kuelezea zile sura ya kwanza hiyo mpaka ya 16 ndio sura zinazoelezea wakati wa miaka hiyo 400 ambayo kulikuwa hakuna mfalme katika taifa la Israeli. Kwa kitabu hiki kinaleta mapokeo mbalimbali kuhusu historia ya Israeli kuanzia miaka ya 1200 kabla ya Kristo. Ni miaka 1200. Kwa kama vitabu vingine vyote vya Biblia, hiki pia kinatakiwa kisomwe katika mfululizo wa historia ya wokovu ili kukielewa kadiri ya maendeleo ya ufunuo wa Mungu kwa binadamu. Sasa baada ya makabila 12 yale ya wana wa Israeli kugawana nchi takatifu, nakumbuka nimesema hiki ni kitabu kimeandikwa baada ya Joshua. Joshua ndio ambaye alipewa hiyo kuwa atawafikisha wao wana wa Israeli katika nchi ya ahadi. Na alipowafikisha katika nchi ya ahadi baada ya kugawana nchi takatifu, kila moja makabila haya 12 yalipogawana nchi, kila moja likaanza kujitegemea. Lakini tukumbuke bila umoja hakuna nguvu pande wa dini wala wa kisiasa. Wakaanza kujitegemea, yani kabila hili liko kule, kabila hili liko huko. Kwa kutokana na sasa upande wa dini kwanza, Waisraeli wakaanza kuchanganyikana na wapagani. Hii ni baada ya Joshua, wakaanza kuchanganyikana na wapagani na kufuata utamaduni ambao waliita utamaduni uliostaarabika zaidi, na hata wakaanza kuabudu miungu yao kwa ukahaba wa kidini na kuitolea sadaka watoto wao. Kwa kutokana na makosa hayo, Mungu akawaacha wanyanyaswe na makabila mbalimbali yaliyokuwepo pale hapo Israeli. Na mara kwa mara Waisraeli wakawa sasa wanamlilia Mungu, naye akawainulia sasa mwanaume au mwanamke fulani awashinde wale maadui na kuwarudishia amani wale Waisraeli. Kwa hao watu waliokuwa wanainuka kwa namna hiyo, hao sasa ndio walikuwa wanaitwa waamuzi. Ambaye mwamuzi huyu sasa amekuja kuwaamua, naye atakuja tukukaa kwa kipindi fulani. Baada ya hapo basi watakuwa wamepata ukombozi. Kwa wao sasa ndio walikuwa waitwa waamuzi. Kwa maana nyingine ya waamuzi ni watawala. Kwa sababu yeye mwenzetu ametaka kujua nini maana ya muamuzi. Waamuzi walikuwa ni watawala au wakombozi. Ambapo kulikuwa na mkombozi wa zamu, lakini wao walikuwa ni viongozi tuseme, ambao walikuwa sio viongozi wa falme, kwa sababu mfalme una kanuni zake. Na ufalme anapotokea mfalme, basi mtoto atakayezaliwa anakuwa pale ni crown prince, ambaye prince huyu mfalme yule atakapomaliza muda wake, yule mwana wa mfalme ndio atakuja kuwa mfalme. Ni kama ya Sulemani. Daudi amemaliza, anakuja mtoto wake Sulemani. Sulemani amemaliza, anakuja mtoto wake Rehoboam. Kwa hiyo ikawa sasa wao wanaitwa waamuzi kwa sababu wamekuja kwa muda fulani tu kuja kuwaamua hawa wana wa Israeli. Na majina yao baadhi tuweza kuwataja. Alikuwepo mwamuzi alikuwa Othnieli, alikuwepo mwamuzi anaitwa Ehudi, alikuwepo mwamuzi anaitwa Shamgari, alikuwepo mwamuzi mwanamke alikuwa anaitwa Debora, kutokana na kitabu cha Waamuzi sura ya 4 pale. Lakini alikuwepo Gideon, akawepo Tola, alikuwepo Yairi, alikuwepo Yefta, alikuwepo mtu ajulikana kama Ibsan, alikuwepo mtu ajulikana kama Elon, alafu Abdon na Samson ambaye ndo alikuwa sasa mwamuzi wa mwisho katika ile listi ya wale waamuzi, ambapo ikawa iko hivyo. Kwa sasa habari za hao waamuzi ambao nimewataja hao 12 pia haziwezi kupangwa kitarehe kwa kuwa hazina dalili zinazotusaidia kujua ipi ilitangulia na ipi ilifuata. Mwandishi mwenyewe hakujua mwaka wa matukio hayo, hivyo wakakusanya kumbukumbu walizokuwa nazo kama kwamba waamuzi walifuatana mmoja baada ya mwingine kuongoza Israeli. Yaani ukisoma kile kitabu inaonekana mwamuzi huyu alipomaliza muda wake akaja mwamuzi mwingine. Akatoka huyu akaja amaliza, lakini
ukweli ni kwamba inawezekana waliweza kuongoza kwa wakati mmoja, huku kukiongozwa na huyu na upande mwingine kukiwa na mwingine. Tutaangalia tu. Sawa. Kwa sababu katika, yani inawezekana walikuwepo waamuzi wawili katika maeneo tofauti. Okay. Kwa kuwapanga mmoja baada ya mwingine, waandishi waliweza kusisitiza kuwa kama mara 12 kwamba Waisraeli walirudia dhambi, na kwa sababu hiyo walirudia kupewa na Mungu adhabu aliyoitabiri Musa. Maana Musa alisema mtakapomwacha Mungu atawaacha muangukie katika mikono ya maadui. Lakini fundisho muhimu zaidi ni kwamba Bwana bila ya kujali kigeugeu chao daima alikuwa tayari kuwaokoa walipomlilia. Hapa sasa ndipo alipomuinua muamuzi, kuwapa msaada wana wa Israeli. Maana ndio maana nikasema hiki ni kipindi cha waamuzi, kipindi ambacho taifa la Israeli halina mfalme, ila lina wale watawala tu, wale wazee wale wa makabila na nini. Lakini sasa walipomlilia Mungu, basi hakusita kuwapa msaada, kwa alikuwa anamuinua muamuzi. Sasa kitabu cha Waamuzi kinasimulia matukio ya Israeli katika miaka 350 mpaka 400 hivi baada ya Joshua kuiteka nchi ya Kanaani. Lakini kinaleta picha tofauti na kile cha Joshua kuhusu hali ya nchi ya Kanaani baada ya uvamizi, kwa sababu kinaonyesha kitabu cha Waamuzi kwa Waisraeli hawakuwafukuza wenyeji wote. Kuna wenyeji ambao walibaki, bali waliteka baadhi tu ya maeneo yao wakaishi jirani nao. Kwa chini ya Joshua Waisraeli walishinda vile vita vikubwa kabisa, lakini hawakutia amri ya Mungu ya kuangamiza na kuwafukuzia mbali Wakanaani wote, kwa sababu kuna wakati Mungu aliwapa amri lakini wao hawakuitii. Kuna matukio unayaona yanatokea sasa hivi kule Israeli huko, hiyo Gaza. Ripoti ya Umoja wa Mataifa imekuja na kusema hiki Israeli anachokifanya Gaza ni mauaji ya kimbari. Yani wamekuja sio tena uhaini, ni mauaji ya kimbari. Lakini yeye mwenyewe waziri mkuu wa Israeli Netanyahu anakuambia mimi niko kwenye operation ya kimungu. Operation ambayo waliambiwaga wazee wetu kuwa waondoe, hawakuwaondoa. Kwa matatizo yaliwapata. Kwa mimi nataka ni hakikisha nimewafutilia mbali hapa. Kwa hakuna kitu kitaitwa Palestina, ambao sasa ndio Umoja wa Mataifa umekaa unalalamika. Hii ni kwa sababu wao wamesoma vitabu hivi vya kwao, ambao kwao inaitwa Tanakh. Sisi tunaita Agano la Kale. Ambao ni Wakristo sasa. Kwa hivyo. Na matokeo yake sasa Wakanaani waliobaki nchini kila wakati walisababisha matatizo kwa Waisraeli, upande wa dini na upande wa siasa pia. Ndio maana kwa leo ukileta haya matukio unaona pale waziri mkuu wa Israeli anasema niko kwenye operation ya kimungu. Maana wanaletaga na hata hii Hamas walipofanyaga ule uvamizi na alipoanza sasa hizo operation akasema kumbukeni imeandikwa. Kumbukeni imeandikwa na kitu kingine pia akasema pia kumbukeni wale kipindi kile cha Nabii Samuel. Kumbuka alimwambia Sauli Amaleki kabisa wa Amaleki. Kwa hiyo naye waziri mkuu anasema kumbukeni wa Amaleki walichowafanyia baba zetu. Kwa hiyo ndivyo hii. Kwa hiyo hii wanachukua hii, lakini sidhani kama inaingiliana. Turudi kwenye historia yetu. Kwa wakati ule sasa katika historia ya Israeli hali fulani iliingia ambayo habari zake tunaweza kuzisoma katika kitabu hiki cha Waamuzi mara kwa mara, na baada ya muda Waisraeli walimwacha Mungu wao, wakaiga desturi za dini za jadi za Wakanaani wenyeji waliowakuta pale, wakawa dhaifu upande wa siasa, na mwisho wakashindwa na Wakanaani au na mataifa jirani. Lakini Mungu aliyewatumia wale maadui, maana ni Mungu mwenyewe alikuwa anawaachia, yani akiondoa mkono wake maadui wanakuja, yani wanawashambulia vibaya mno. Lakini Mungu aliyewatumia maadui wale ili kuwaadhibu watu wake waliomwasi alikuwa ni mvumilivu sana kwao. Na katika neema yake kila mara kwa wakati wake mwenyewe aliwapa kiongozi na mwokozi ambaye aliwashinda maadui ili watu warudi kumtambua tena Mungu. Huyu ndio mwamuzi mwenyewe. Na watu hao walioleta wokovu ndio hao walikuwa wakiitwa waamuzi. Kama ilivyokuwa kawaida kwa watawala wengine wa maeneo mengine. Lakini wengi wao walitimiza uamuzi kutoka kwa Mungu wakiwashinda maadui na kuwaokoa watu wake. Wengine wasiokuwa watu wa vita walitimiza uamuzi wa Mungu kwa
kuongoza mambo ya kila siku ya watu wa Mungu kwa kadiri ya sheria kutokana na viongozi wale. Kwa maana yake hapa wakiwa viongozi wa kiraia au wa kijeshi, ndipo hapo sasa kitabu hiki kikaja kujipatia jina na jina hilo kuitwa kitabu cha Waamuzi. Ndio maana tuna kitabu cha Waamuzi. Maana kingeweza kuitwa hata jina lingine mtu aweze kuelewa hivyo. Watu wasema Biblia imesema msipunguze wala msiongeze. Hapana. Sasa sisi tunaongea maana sisi ni wanachuo. Kwa katika chuo hiki kitabu kingeweza kupatiwa hata jina lingine. Ndio maana nimekuambia ukisoma kitabu cha Waamuzi kuanzia sura ya kwanza mpaka ya 16 kinaelezea hizo habari. It means kwamba sasa ile sura ya 17 mpaka 21 havina uhusiano na ile ya nyuma. Kwa hata hicho kingeweza kuwa ni kitabu chake. Kwa sababu mwanzo kitabu hiki cha Waamuzi na kitabu cha Ruthi ilikuwa vimeungana, viko kitabu kimoja. Kwa ikabidi baadaye wakitoa sema hiki ngoja tukiweke tukipe jina la Ruthi. Ndivyo hivyo. Kwa hiyo inaonekana kwamba vita mbalimbali dhidi ya mataifa ya jirani na ushindi wake na mapinduzi baadaye yaliyoletwa na waamuzi wa Israeli mara nyingi vilikuwa vita sehemu fulani tu ya nchi bila kuhusisha nchi yote ya Kanaani, ambayo ndio nchi ya Kanaani ambayo walipewa hadi kuwa tunaelekea Kanaani ambayo ndio nchi waliopewa. Kwa kawaida makabila yaliyohusika yalikuwa yale ya maeneo hayo tu. Yani kwenye vile vita. Pia iliwezekana kwamba ushindi wa mashambulio yake yalikuwa sehemu mbalimbali kwa wakati mmoja. Kwa mfano, nitoe mfano, habari za Yefta na Waamoni ziliweza kuwa zimetokea wakati ule ule ambapo Samsoni anashughulika na Wafilisti. Ndio maana yake. Tutaangalia hapa kwenye maandiko tuone. Kwa sababu haukuwepo umoja sana katika Israeli na kila kabila na hata makundi ya makabila fulani yaliangalia mambo yaliyotokea katika maeneo yao bila kujali mambo ya makabila mengine. Ndio maana ikawa hiyo. Sasa hapa naomba tuone baadhi ya maandiko ili tupate ushahidi kidogo hapo. Waamuzi, kitabu cha Waamuzi sura ya 10 mstari wa 8 mpaka wa 9. Waamuzi sura ya 10 mstari wa 8 na wa 9. Biblia inasema hivi. Nao wakawasumbua na kuwaonea wana wa Israeli mwaka huo. Waliwaonea wana wa Israeli wote waliokuwa ng'ambo ya pili ya Yordani katika nchi ya Waamori iliyoko huko Gileadi muda wa miaka 18. Mstari wa 9. Wana wa Amoni nao wakavuka Yordani ili wapigane na Yuda na kupigana na Wabenjamini na nyumba ya Efraim. Basi hiyo Israeli walikuwa wanasumbuliwa sana. Sasa hapa amesema Israeli wanasumbuliwa sana kwa sababu ni mojawapo ya yale makabila. Tutayaona tu. Twende sasa sura ya mbele ya 11 mstari wa 4 na wa 5. Mstari wa 4 inasema hivi. Ikawa baadaye wana wa Amoni wakapigana na Israeli. Unaona hapa ni wana wa Amoni ndio wanaopigana na Israeli. Sawa? Mstari wa 5. Ikatukia hapo wana wa Amoni walipopigana na Israeli, wazee wa Gileadi wakaenda kumtoa yule Yefta katika ile nchi ya Tobu. Huyu ni mwamuzi miongoni mwa waamuzi ambaye ni Yefta huyu. Umeona tunampata sasa kwenye kitabu cha Waamuzi 11 hapo ambaye anaenda kupigana na Waamoni. Sasa tuende kwa Samson kwenye sura ya 13. Sawa. 13 mstari wa ngapi? Wa 5. Inasema kwani tazama atachukua mimba nawe utamzaa mtoto mwanaume na wembe usipite juu ya kichwa chake. Maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni, naye ataanza kuwaokoa Israeli na mikono ya Wafilisti. Ona huyu ni Samsoni na anakuja kupambana na Wafilisti. Wakati Biblia imetuambia Yefta alikuwa anapambana na Waamoni. Ndio maana nikakwambia yani walivyopanga, yani hawajapanga kwamba litoka huyu akaja, yani kwa sababu ilikuwa nini? Sababu kuu ya ukosefu huo wa umoja ilikuwa kwamba watu walikuwa wamemwacha Mungu, kwa sababu kama wangelimfanya yeye Mungu kuwa mkuu na kiini cha maisha yao ya kitaifa, manake uaminifu wao kwa Mungu ungeliwaunganisha wakawa kitu kimoja, wakawa taifa moja. Lakini pia
ngome za Wakanaani pamoja na askari zao waliobaki sehemu mbalimbali zilizuia umoja wa makabila ya Israeli. Hawakuwa kitu kimoja. Na katika nchi yenyewe ya Kanaani, yani eneo la kati ya mto Yordani na bahari ya kati, makabila ya Israeli yalikuwa katika makundi makubwa matatu. Yani kaskazini, alafu kulikuwepo ya katikati na ya kusini, ambapo mto Yordani ulitenga makabila ya mashariki na mengine. Kwa matengano haya makabila ya Israeli hayakuwa ya kisiasa au ya kieneo tu, bali pia ilileta shida katika umoja wa kidini pia, kwa sababu watu wengi walitengwa na mahali maalumu pa kuabudia, yani hema la kukutania lililokuwepo Shilo. Kwa wengi walitengwa na hilo eneo. Kwa kifupi, matatizo yote ya Israeli yakiwa na mwendelezo wa kisiasa na ya kidini, yakaleta ukosefu wa watu kutii amri za Mungu, lakini pia kutokuwa pamoja, kwa sababu kuna Israeli kaskazini, kuna Israeli iko katikati hapa, kuna makabila hapo katikati, alafu kuna Israeli nyingine iko upande mwingine huu wa kusini. Kwa unakuta Waamoni wao wako upande huu wa kaskazini, lakini hawa Wafilisti wako upande ule wa kusini kule. Na ndio maana unaona hata ukimwangalia hata nani huyu mwamuzi alikuwa anaitwa nani, Gideon. Unaona mwamuzi Gideon, unaona yeye aliyopambana nao walikuwa sio Waamoni wala Wafilisti, ni wa Midiani. Umeona? Kwa hiyo maana sasa hii kitabu cha Waamuzi the way kilivyoandikwa, sababu watu walikuwa wanakusanya taarifa sasa wazipate huku, lakini sio kwa kimeandikwa katika mipangilio ambayo unakuta ni mipangilio ya kuwa iko hivyo. Kwa hiyo hayo ndio hao ndio walikuwa waamuzi, na kazi zao zilikuwa ni hizo nilizozitaja hapo juu, kwa maana ya kwamba kazi za waamuzi ni kuwaamua. Ulikuwa ni wokovu ambao Mungu ameuleta kwa wana wa Israeli wakiwa wanalia, wakiwa wametengana, kwa sababu kuna, ndio maana baadaye huku, ili msikilizaji wetu na mtazamaji aweze kuelewa vizuri, akuja kukumbuka baadaye huku kulikuwa na Israeli mashariki, si kuna Israeli iko kaskazini, Israeli nyingine si iko kusini, na vitu vya namna hiyo. Kwa namna hiyo sasa ndivyo ambavyo waamuzi hawa walikuwa wanafanya hiyo kazi, na kazi hiyo ndio iliyowapa sasa wao kuitwa waamuzi, na mpaka tukapata kitabu kinaitwa kitabu cha Waamuzi. Ni kwa sababu hiyo. Huu ni wakati ambapo taifa la Israeli halikuwa na mfalme, na taifa la Israeli limegawanyika upande huu na upande huu, na hivyo kwa wale wafalme sasa waliokuja baadaye ndio wakaanza kuunganisha sasa na kuifanya Israeli iwe ni moja. Yes. Kwa hiyo historia iko hivyo. Ndiyo. Mimi wakati ukiwa nafafanua nimeelewa kwamba bado tunarudi kwenye ile nabii mkuu alituambia Biblia hata iko kwenye mpangilio. Yaani kuna kipisi kimoja kiko kulia, kingine kiko kushoto. Na mtu kikosa sasa kujua waamuzi ilikuwaje, kama Gideon alipambana na huku. Kwa hiyo kulikuwa ni kama na mpasuko. Mpasuko wa makabila hayo 12. Kila mmoja kona yake anapambana na